Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Nichukue nafasi ya kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha maombi, na siku ya leo tutapata nafasi ya kwenda kufanya maombi ya kurudisha vilivyotekwa na adui. Maombi ya kurudisha vilivyotekwa na adui. Na kabla sijakulipa dondoo chache za maombi, kabla sijakupa dondoo hizo chache, nataka tupate nafasi ya kufungua kipindi chetu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu Mwenyezi uketie mahali pasiri palipoinuka, tunakushukuru Mungu ambao ulikuwa pamoja nasi katika kipindi kilichopita, na tunakupa tena nafasi katika kipindi hichi. Uanze pamoja nasi na umalize pamoja nasi kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba upako, e Bwana, wako rejesha mateka yote yaliyokuwa yameibiwa na adui shetani katika maisha ya kwetu, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni Mungu unayerejesha mateka katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu ambaye uliweza kuwateka maadui mateka, lakini pia ni Mungu unaweza kufanya urejesho juu ya mateka na vitu vilivyotekwa nyara na kuchukuliwa katika maisha ya kwetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu na upako wako wa kurudisha mateka uwe pamoja na sisi katika damu ya Yesu. Na kila msikilizaji anayesikiliza, ninaomba uwe upako wa kurudishwa vitu vilivyokuwa vimetekwa kwenye maisha ya kwake katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu na ushukuriwe na utukuzwe milele yote, kwa sababu wewe ni Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na watu wote tuseme amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tutafanya maombi ya kurudisha vilivyotekwa na adui, na andiko la msingi ambalo tutalisimamia linatoka kwenye kitabu kile cha kitabu kile cha Isaya ule mlango wa 42 na mstari ule wa 22. Isaya ule mlango wa 42 na mstari wa 22. Na neno la Mungu linasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Nataka uone hiyo sentensi ya kwanza, neno ibiwa, alafu namba 2 na kutekwa. Kwa hiyo watu wanaweza kuibiwa, watu wanaweza kutekwa. Biblia inasema wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana okoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Kwa hiyo Biblia inasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Kwa hiyo watu wanaweza kuibiwa kiroho, watu wanaweza kutekwa kiroho. Kwa hiyo adui anaweza kuchukua maisha ya mtu mateka. Kuna watu wamechukuliwa mateka katika ulimwengu wa roho. Biashara zao zimechukuliwa mateka, watoto wao wamechukuliwa mateka, ndoa zao zimechukuliwa mateka, kazi zao zimechukuliwa mateka. Ninapozungumza kuchukuliwa mateka au kutekwa, maana yake ni nini? Kutekwa kuna tofauti ya kuibiwa. Kwenye kuibiwa tulisema hivi, kuibiwa maana yake au kuiba maana yake ni kuchukua kitu cha mtu mwingine bila ridhaa ya kwake au bila ruhusa ya kwake. Kwa hiyo hicho kitu anaweza kakichukua kwa hila au kwa nguvu, lakini amekichukua, lakini sio kwa ridhaa ya kwako. Mtu amechukua kitu sio kwa ridhaa ya kwako, ni kwa hila zake na kwa nguvu zake ndo ameamua kuchukua. Sasa hiyo inamaanisha kuiba. Lakini kutekwa ina maana ya kwamba maana yake ni kunyang'anywa uhuru wako na kuwekwa chini ya mamlaka nyingine, au kuwekwa chini ya mamlaka ya adui. Ni kunyang'anywa uhuru wako na kuwekwa chini ya mamlaka ya adui. Kuna watu wamenyang'anywa uhuru wao na wako chini ya mamlaka ya adui. Maanake hawajiendeshi wao kama wao. Maanake adui ndio anaendesha maisha yao. Adui ndio anaendesha biashara yake. Adui ndio anaendesha ndoa yake. Maanake amemteka, yeye ndo anaikontrol hiyo ndoa. Maanake adui ndio anaiendesha hiyo ndoa, anataka iweje. Wiki hii akitaka kuwe na mafarakano, kwa sababu yeye ndo ameendesha mafarakano. Wiki ijayo kama anataka familia nzima iugue, maanake hiyo familia iko kwenye mateka. Maanake yeye anachokitaka adui ndicho kinachofanyika, lakini sio kile unachokitaka wewe ndicho kinachofanyika. Kwa hiyo adui anaweza kuchukua maisha ya mtu mateka. Kuna watu maisha yao yamechukuliwa mateka. Kuna watu biashara zao zimechukuliwa mateka, ndoa zao zimechukuliwa mateka, watoto wao wamechukuliwa mateka, elimu zao zimechukuliwa mateka. Maanake wanayo elimu, lakini ile elimu haiwasaidii. Ile elimu kuna watu wengine inawasaidia, lakini wao haiwasaidii. Maanake wamechukuliwa mateka, wako chini ya mamlaka ya adui. Kwa hiyo adui anaweza kufanya maisha ya mtu yakae katika hali ya mateka. Kwa mateka ni jambo la kiroho kabla halijawa jambo la kimwili. Na natotaka nikuambie, chochote ambacho unakiona au mambo yote ambayo unayaona katika ulimwengu wa mwili yana mzizi
yana chanzo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunapozungumzia hali ngumu ya maisha, mateka, manake ujue kuna mizizi katika ulimwengu wa roho inayosababisha hiyo hali ya mateka. Na Biblia inasema kabisa watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Biblia inasema kule kwenye kile kipengele cha mwisho, wala hapana asemaye rudisha. Kwa hiyo tusiposema shetani arudishe vilivyotekwa, hata virudisha. Usiposema ndoa yako irudishwe, haitarudishwa. Usiposema watoto wako waliochukuliwa mateka na shetani warudishwe, hawatarudishwa. Usiposema mume wako arudishwe, hatarudi. Adui anaweza kumteka mume wako mateka akamtumia, na hii tumeiona. Kuna makahaba wameteka, wameharibu ndoa za watu, wameteka huyu mwanaume. Kuna wanawake wametekwa na wanaume wa watu na wanawatumia wale wanawake, wengine wanatumia kingono, wengine wanawatumia nyota zao. Kuna nyota za watu zimetekwa. Yaani wewe upo tu kama kasha, upo kama kopo, lakini kuna mtu anafaidika na nyota yako. Kuna mtu anafaidika na wewe. Kwa hiyo unatumika kama msukule. Kwa lugha nyingine hata niseme msukule. Kwa hiyo nataka nikwambie kuna watu wametekwa. Kuna watu wametekwa. Kuna watu ambao adui ameachilia mateka kwenye maisha ya kwao. Na mimi nataka nikwambie kwa neno la Mungu nikitangaza kutoka kwenye madhabahu ya Bwana. Haijalishi adui alikuwa amekamata maisha yako kwa miaka mingapi. Leo nataka nikwambie kwa neno la Bwana ataenda kuachilia maisha yako. Haijalishi adui alikuwa ameshikilia watoto wako, katika jina la Yesu ataenda kuachilia. Haijalishi adui alikuwa ameshikilia uchumi wako, kwa jina la Yesu Kristo ataenda kuachilia uchumi wako. Kwa damu ya Yesu Kristo uchumi wako utaenda kufunguliwa, ndoa yako itafunguliwa, biashara yako itafunguliwa, watoto wako watafunguliwa. Unaenda kuwekwa huru leo kweli kweli. Kuna nafasi ya mtu ninaiona katika ulimwengu wa roho, position kubwa sana imechukuliwa mateka. Yule mtu hajafika kwenye hiyo position, amebadilishiwa direction. Namuona yuko kwenye ofisi nyingine na alitakiwa kuwa kwenye ofisi nyingine, tena akiwa kwenye ngazi ya juu, akiwa kwenye mshahara mkubwa. Ninakuona kwenye ulimwengu wa roho, nami nakutangazia kwa jina la Yesu Kristo, huyo mwanamke ambaye ninamuona kwenye position nyingine kabisa, natangaza funguka kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe adui uliokuwa umeshikilia mateka, muachilie sasa katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tupate nafasi ya kwenda mbele za Mungu. Sitaki kufundisha, nataka tuombe. Nasikia moyo wa maombi umenifunika. Nasikia upako wa maombi umenifunika. Nataka tuombe na nataka usinyamaze. Fanya maombi ya shari mpaka shetani kila alichokuwa ameteka kwenye maisha yako akakiachilie katika jina la Yesu Kristo. Kama ameshikilia watoto wako mateka akawachilie, ameshikilia uchumi wako akawachilie, ameshikilia mali zako akaziachilie, ameshikilia familia yenu akaiachilie, ameshikilia ndugu zako akaachilie, ameshikilia ukoo wa kwenu akaachilie katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu. Na nichukue nafasi hii ya kusema na wewe ambaye hujampa Yesu maisha yako. Kama hujampa Yesu maisha yako, kama Yesu si Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hakikisha unampa Yesu maisha yako. Kwa sababu ukikaa nje ya Yesu ni hatari sana. Duniani kuna mambo ya hatari, lazima uje ndani ya Yesu. Unapokuja ndani ya Yesu unatengeneza guarantee, unakuwa na insurance ya ulinzi wa Mungu kwa sababu uko upande wake. Mungu hawezi kumlinda mtu ambaye hayuko upande wake. Labda rehema zake ziingilie kati. Kwa hiyo nataka nikwambie, upo hujaokoka, mpe Yesu maisha ya kwako. Kuokoka sio dini mpya. Kuokoka ni kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kuokoka ni kuacha mambo ya dunia na kumfuata Yesu kama kiongozi wako, kumfuata Yesu kama kielelezo cha maisha ya kwako. Kuishi kama Yesu anavyotaka na sio kama wewe unavyotaka na sio kama dunia inavyotaka. Kwa hiyo mpe Yesu maisha yako siku ya leo. Rudia sala hii. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Ninaomba unirehemu na unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Leo hii nimemkataa shetani na kazi zake na mambo yake na utawala wake. Nimekukubali wewe Yesu Kristo uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na tangu sasa na hata milele nitakufuata wewe, mimi na nyumba yangu nitakufuata wewe siku zote za maisha yangu. Asante Mungu kwa kuwa wewe umenikomboa kutoka katika nguvu za giza na ukaniingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lako. Katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Na tuombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa ajili ya neno lako linasema, mwenye dhambi mmoja akitubu mbinguni wanafurahi na kushangilia. Nami nakushukuru Bwana, zaidi ya watu mamia kwa mamia wanaenda kuokoka na kukupa wewe Yesu maisha yao kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na watu hao wanapoenda kufanya maombi haya, Bwana uwe pamoja nao. Nami nimesimama kwenye madhabahu yako nikitangaza katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo kupitia watu hawa, Bwana ninakusii katika jina la Yesu, na kusii katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Bwana uwarehemu na kuwasamehe mahali popote walipokukosea, watakase kwa damu ya Yesu, watakase kwa damu ya mwana kondoo. Ninayaombea maisha yao, ninaombea uchumi wao, naombea huduma yao, naombea karama zao, naombea vipawa vyao. Na nimesimama sasa katika jina la Yesu katika ulimwengu wa roho, na Mungu Mwenyezi, katika damu ya Yesu na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Zamba baba 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 boshka vizonda rabasali vizavya zambi bibi 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 oza zamba baba baba yanderebo solo vezovya mazandu baba dianderebo solo vezovya rape pape 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 pazo vezonda zamba baba baba yanderebo solo vezovya mazandu kibaba shoko za vezonda, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nami ninaingia sasa katika ulimwengu wa roho, ninakamata hayo maroho yote yaliyokuwa yamechukua biashara yako mateka, ninavunja na kusambaratisha kwa jina la Yesu. Ninatupa kimbunga kikubwa kutoka mbinguni, ninashambulia kwa kasi ya damu ya Yesu, ninapeleka damu ya Yesu Kristo kuanzia sasa. Ninatupa tetemeko la Mungu haraka, ninatetemesha hizo madhabahu za kichawi, ninatetemesha hizo madhabahu za kiganga, ninatetemesha hizo madhabahu za majini, ninatetemesha hizo madhabahu za mapepo. Ninavunja na kushambulia, ninavunja na kuangusha, ninavunja na kushambulia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Relevezando kibaba shoko za vezonda, natangaza mateka ilikuwa imechukuliwa, uchumi wako ulikuwa umechukuliwa mateka, ndoa yako ilikuwa imechukuliwa mateka, maisha yako ilikuwa imechukuliwa mateka, biashara yako ilikuwa imechukuliwa mateka, mahusiano yako ya uchumba na ndoa yalikuwa imechukuliwa mateka. Kwa jina la Yesu Kristo ya mahusiano yanaachiliwa, na vunja hiyo nguvu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pindua 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 haraka, malaika wa vita, vamia 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 kwenye ulimwengu wa roho sasa, vamia teritori zote za shetani, pindua hizo teritori, angusha angusha hizo ngome, vunja vunja hizo ngome zilizokuwa zimeshikilia watu mateka, piga magereza ya kichawi, shambulia, tupa kombora kwenye ile gereza, shambulia haraka na wachomoa huko kuanzia sasa katika jina la Yesu, kwenye kila gereza mlilokuwa mmenaswa, kwenye kila gereza mlilokuwa mmeshikiliwa, gereza la umaskini, gereza la uchawi, gereza la uganga, gereza la majini, relevezanda babadia nderebo solo vezovya, iwe wamewakamata kwenye anga, iwe wamewafunga kwenye mapango, wawe wamewafunga kwenye milima, natangaza hao mateka waachiliwe, natangaza hao mateka waachiliwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai, kwa jina la Yesu Kristo. Reke pepe pepe sovezonda zambi bi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 sko rapekerel masali vizanda kibaba shoku za mzamba manderebo solo vezovya mazamba babababababaska. Natangaza kwenye miti mirefu walipokuwa wamewafungia mateka, natangaza chomoka kwenye hiyo miti, natangaza chomoka kwenye mapango, natangaza toka kwenye hiyo mibuyo, natangaza kwa jina la Yesu Kristo kwenye majabali makubwa walikuwa wamewafungia mateka, natangaza mwachiliwe sasa katika jina la Yesu. Relevezando kibaba shoku za vizonda zambi bibibibibibibibiskavezonda releve kipasuva pasuva 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 pasavazanda mankwa bababababababaskavezonda maseta vazonda babadianderebo solovezovya, kwenye viungu vya kichawi walivyokuwa wameshikilia mateka, kwenye makaburi walikuwa wameshikilia mateka, natangaza kwa jina la Yesu hizo nafsi zikaachiliwe. Ninaita hizo nafsi kutoka kwenye makaburi, ninaita hizo nafsi kutoka kwenye viungu vya uchawi, ninaita hizo nafsi kutoka kwenye vibuyo, ninaita hizo nafsi kutoka kwenye pete, ninaita hizo nafsi kutoka kwenye fimbo za kichawi walizokuwa wamewaficha na kuwachukua mateka. Makakakakakaka zovezonda zambi bi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 skavezonda rapa korosolo vezanda la basiri vizovya repeke pereresovya mazamba bababababaska yanda raba kikiria sanda raba korosolo vezovya maseta vezonda kimonda maseta vezonda kimamudo relivizando 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 zambi bi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 skavezoya maseta kavazonda kimamunda maseta kavazonda kimoda maseta vazonda kibaba shoko maseta vazonda kibodia rapi kiparalasavya kizota rapi kiparalasavya kiparalasevya zamba bababababababushka vizoya moska paralasavya mazamba babababababazanda mesata kavazonda babadianderebo solo vizovya. Iwe wamewafunga kwenye bahari, iwe wamewafunga kwenye ardhi, natangaza kwa jina la Yesu mateka walioko kwenye mashimo, hayo mashimo yakachiliwe, hayo magereza yaliyokuwa wamewashikilia ya kichawi na wanasua na kuwa
kuwatoa huko haraka. Naita mateka wote waliokuwa wameshikiliwa baharini, naita mateka wote waliokuwa wameshikiliwa kwenye ardhi, natupa kimbunga na bomu kwenye bahari ya Hindi. Naamrisha mateka waliokuwa wamenaswa kwenye maziwa wachomolewe, kwenye bahari wachomolewe. Na waita hizo nafsi zifunguliwe haraka. Malaika wa Bwana vamia hapo haraka, wafungue na kuwaweka huru. Fungua hizo familia na kuziweka huru haraka zilizokuwa zimechukuliwa mateka, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Ralevezando kibaba shoko za mzamba masata kavazonda babariande rebosoro vezovya moska parala savia mazamba bababababaska rapekerele sovia mazando robokorobo soro vezovya maseta kavazonda kimonda babaria maseta vazonda kibaboboshka vezoya marela bazanda kibabashaku vazunda kimonda rapiki papi 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 pa relevezando babariande rebosoro vezovya repeke pepere soro vezonda rabasere vezovya masata kavazonda babariande rebosoro vezovya masata kavazanda babariande rebosovya mazamba bababababaska yes atabayanda rabakorobo soro vezovya. Natangaza mateka wote waliokuwa wameshikiliwa, natangaza mateka wote waliokuwa wamenaswa kwa jina la Yesu. Hao mateka waachiliwe, mateka waliokuwa wamekamatwa kiuchumi, mateka wa kiuchumi, vitu vyako vilikuwa vimechukuliwa mateka, natangaza kwa jina la Yesu, rudisha 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 hiyo biashara waliokuwa wameshikilia mateka, rudisha hizo biashara zilizokuwa zimeshikwa mateka. Shetani tapika hizo biashara kuanzia sasa katika jina la Yesu. Rapa korobo sanda rabakiba rabagadazo vezonda zamba baba yanda rabakorobo soro vezovya rapi kiparasanda rabakorobo soro vezovya masata kavazonda babakanda rabasolo vezovya rapa korobo santa babakanda rabakorobo solo vezovya ropo korobo sanda rabakiba rabasanda rabakorobo solo vezovya rapa korobo sanda rabakorobo sia ropo popo korobo sanda rabasivia zanda rapa korobo sanda rabakorobo solo vezovya rapa korobo sanda rabakorobo solo vezovya rapi kipasavya mazamba bababababashka yanda rabakorobo solo vezovya rapi kiparasavya mazanda rabasolo vezovya mosata kaparasavya mazandu kibaba vizonda katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Nashambulia nguvu yoyote iliyosimama, nashambulia uchawi wote uliosimama, nashambulia uganga wote uliosimama, mapepo yaliokuwa yamesimamishwa kwenye ulimwengu wa roho yamechukua biashara yako mateka. Naamuru hiyo biashara ikaachiliwe mateka kwa jina la Yesu Kristo. Naifungua hiyo biashara na kuiweka huru sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ile hai. Nafungua hiyo huduma na kuiweka huru iliyokuwa imechukuliwa mateka na adui. Nimepiga kombora na kusambaratisha wewe adui wa kuzimu uliokuwa umekamata karama ya huyo kijana, umekamata kipawa chake, umekamata karama ya huyo mama na huyo binti. Kuanzia sasa na vunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Reke prozevia mazambi kibabadozia zamba babababababashkavezoya mesata kavazonda babadianderebo solovezovya ropo popo sata paralasavya moska paralasanta babadianderebo solovezovya zamba babababa rabakorobo solovezovya resetekevezonda babadianderebo sovya makakakakazova zovezonda zamba babababa rabakorobo solovezovya marala vazando kibaba shoku vezonda manto babadianderebo solovezovya rapiki paralasavya mazamba babababoshka yanderebo solovezonda rabasirivizavya rapiki paralasovya mazanda rabakorobo kosira katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Natangaza katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, vitu vyote vilivyokuwa vimechukuliwa mateka, hiyo ndoa iliyokuwa imechukuliwa mateka, wewe mwanamke wa kichawi uliokuwa umenasa huyo mwanaume, achia huyo mwanaume haraka kwa jina la Yesu. Napeleka kimbunga na kusambaratisha na kupiga mpaka uchanganyikiwe kwenye ulimwengu wa roho. Achia hiyo ndoa ya watu haraka, achia huyo mume watu uliomkamata, natuma roho ya kuchanganyikiwa kwa ghafla juu yako. Achia hiyo ndoa haraka, unaenda kufa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na kupelekea moto nikikuamuru achia, napeleka moto juu yako haraka, usambaratishwe na uvunjwe, usambaratishwe na uangushwe, usambaratishwe na ugongwe, pigwa bila kuangaliwa, pigwa shambulio haraka. Achia ndoa, achia ndoa, achia ndoa, achia hiyo ndoa, unakufa haraka. Zovezonda babadiende bosoro vezovya zamba baba shkavezonda babadiende bosoro vezovya masata kavazonda babakanda rabosidia rapiki parasavya mazando kimamaudo relevezando kibashuka kizota kimoda relevezando kimamudu babadiende bosoro vezovya resete kevezonda kibaba bashka yanda rabakoro solo vezonda rabasia rapiki parasavya mazando babadiende bosoro vezovya masata kavazanda babakanda rabosoro vezovya Marika piria sote virizonda vizandu
zambi bibi skavezonda rabasela vezovia reke pepe sovia mazonda moska parala samvia mazamba baba boshka mosirilia sanda rabaki barabagadazo vezonda yenta babadi andere bosolo vezovia rapa sata parala savia zamba baba boshka vezonda rabasele vezovia maseta kavazanda kabada boska bahanda yanta babadi andere bosolo vezovia resala vazanda babadi andere bosovia mazamba baba boshka moska parala savia mihando moska parala makabara boska moska vezanda babadi andere bosovia moseta vazanda babadi andere bosolo vezovia moroko parala savia mazamba baba bashka yandere bosolo vezonda kimoda ralevizando kibaba shoko za vizonda manto babadi andere bosolo vezovia manto babadi andere bokumara savia ya sita babadi andere bosolo vezovia na vunja kila roho zilizokuwa zimeshikilia mateka, zimekamata mateka uchumi wako na amuru. Huo uchumi uliokuwa umeshikilia mateka unaachiliwa. Na piga hiyo maroho na kuamuru achia uchumi wa watu haraka. Achia uchumi huyo kijana haraka. Achia uchumi huyo mama haraka kwa ghafla. Achia hiyo biashara kwa ghafla haraka. Kwa jina la Yesu uliokuwa umechukuliwa mateka, ninaidai hiyo biashara na kuirudisha kwenye mikono ya kwake. Ninarudisha huo uchumi uliokuwa umeiba kwenye mikono yake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Ninarudisha hiyo ndoa uliokuwa umeshikilia mateka haraka, narudisha huyo mwanaume. Huyo mwanaume aliyekuwa amekimbia nyumbani na amuru warejee. Kwa jina la Yesu natuma nguvu za Mungu kama kimbunga zikamnase huko aliko. Ninamnasa mateka na kumrejesha haraka. Mwendo wa mateka urudi kwa mke wako haraka. Wewe mwanaume uliokuwa umekimbia kwenye familia, wewe kahaba uliokuwa umenasa hiyo ndoa, pinduka. Pigwa, buruzwa, angushwa chini. Haraka pokea roho ya kuchanganyikiwa. Pokea moto ukimwona mwanaume anaanza kumkimbiza mwenyewe. Haraka na mavifungo yako uliokuwa umemfunga ya uchawi na mavyakula vya kipepo. Na piga damu ya Yesu Kristo, na tupa kombora la damu ya Yesu. Na yeyusha vyakula kwenye hilo tumbo. Kwa jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Rapiki parasavia mazambi bibibibibiska. Yanto babadiande rebosolo vezovia. Masata kavazonda kimoda. Manto babadiande rebosolo vezovia. Reke pepe santa babakanda rebosovia. Mosata parasavia mazamba bababababashka. Yanda rabasere vezonda babadiande rebosovia. Moroko parasavia mazando babadiande rebosolo vezovia. Rapiki parasavia mazando kibabashoko. Menta babadiande rebosolo vezovia. Rape pepe sovia mazanda. Repepepe savia mazamba babababoshka. Yandaraba korobo solo vezovia. Yandaraba kibababababoska. Yandaraba kibabababazovezonda. Zambi bibibibibibi yandaraba korobo solo vezovia. Repepepe sovia mazamba babababoshka. Yandaraba korobo solo vezovia. Maraka pasata pazavazavazanda. Yandaraba kikikiria sandaraba solo vezovia. Moseta parara savia mazamba bababababoshka. Wanaachia ndoa yako sasa katika jina la Yesu. Wanaachia biashara yako waliokuwa wamekamata mateka. Wanaachia mali zako walizokuwa wameshikilia mateka. Wanaachilia nafsi yako waliokuwa wameshikilia mateka. Mateka zote zilizokuwa zimeshikiliwa, iwe ni kwenye makaburi, wanaachia. Wanatomoka huko haraka. Hizo roho zinapigwa na kuangushwa. Hizo roho zinaburuzwa na kuangusha. Iwe ni kwenye milima mirefu mnatolewa. Iwe ni kwenye mabonde mnatolewa. Iwe ni kwenye misitu mlikuwa mmefungwa mateka mnatolewa. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila mateka iliyokuwa imeshikiliwa leo, natangaza ikaachiliwe haraka. Natangaza hiyo mateka iachiliwe. Natangaza mateka hiyo iachiliwe. Reke pepe sovezonda. Zambi bibibibibibibibi skavezoya. Maseta kavazonda kimoda. Yanta babadiande rebosolo vezovia. Reke rebesele vezanda kibababababoshka. Moska parala savia mazamba bababababa yande rebosolo vezovia. Rapapapapapapapa seta parala savia mazamba babababa yande rebosolo vezovia. Reke keke zovezonda babadiande rebosovia. Yesata kapapapa parala basanda rabokoko robokosira. Meska parala savia mazamba bababoshka bezonda. Releveke perele sovia mazanda rabakorobo kosira. Manterebo sevia mazambi ambiando. Mekekekekekeke zovezonda. Zemba babababababa sherele vezovia. Moseta parala savia mazanda rabakorobo solo vezovia. Releveke perele sovia mazanda rabakorobo solo vezovia. Reke pepe sovia mazamba babababoshka. Yes alavazanda babadianderebo solo vezovia. Relevezanda kibaba shoku za vizonda. Relevezanda kibaba boska veoza. Moska parala savia mazamba baba yanderebo solo vezovia. Rapepepepepepe sovezanda baba yanderebo solo vezovia. Relevezando kibaba shoku zambizanda. Manta baba yanderebo solo vezovia mazandu baba boshka. Yes ataka parala savia mazanda rabakorobo kosira. Relevezanda baba yanderebo solo vezovia.
make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  zovezonda moska parala savia mazamba babababababashka vizoya rapepepepepe sate paseta pesata babababayanda. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, natangaza katika jina la Yesu Kristo mateka yote iliyokuwa imechukuliwa haraka kwa jina la Yesu, naamrisha hiyo mateka ikaachiliwe, naamrisha watu wakaachiliwe mateka, naamrisha hizo mali zikaachiliwe mateka, naamrisha hizo biashara zikaachiliwe mateka, naamrisha mashamba yalikuwa yamechukuliwa kichawi yakaachiliwe mateka. Natangaza hivyo viwanja vilivyokuwa vimechukuliwa mateka na adui shetani vikaachiliwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, katika damu ya Yesu. Miradi iliyokuwa imeshikiliwa mateka ikaachiliwe. Kandarabasali vizando babadia nderebosolo vezovya repepepepepe sevezonda babadia mosata kavazonda kimoda mandarabakiki sandarabakorobo vezovya zevezonda bababababashkivihando mekekekekeke zovezonda babadia nderebosolo vezovya ropopopopopopo savia mazamba babababushka mesataka parala savia mazando kimoda moska parala savia mazamba babababushka vezoya releveke perele sovia mazandu kibabashoku za vizonda zamzumba babadia nderebosolo vezovya zamzumba babadia nderebo kimarabalaviazo mikimarabalaviazo makimarabalaviazoza zambebebebebebebebe zovezonda masata kavazonda kibababababos kaveoza ralivizando babadia nderebo solo vezovya raleveke perele savia mazanda rabakorobo solo vezovya masata kapayanda rabakorobo savia mamamoza zambi bibibibibibibibishka vezonda zambi bibibibibibibiyanda rabakorobo solo vezovya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, katika damu ya Yesu Kristo kuanzia sasa nimefungua na kusema rudisha kila ulichokuwa umechukua adui shetani, ulichokuwa umeiba na ulichokuwa umeteka, rudisha kwenye maisha ya hii familia, rudisha kwenye maisha ya huyo baba, rudisha kwenye maisha ya huyo kijana, rudisha kwa hiyo anayenisikiliza na kunifuatilia mahali. Nguvu za urejesho zikarejea juu yake sasa. Natangaza mateka yote ikapale kumjilia, natangaza nafasi yake ya kazi iliyokuwa imechukuliwa mateka ikarejeshwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Rapepepepepe sovezonda zambi bibibibibibi yazo rekekekekekekeke zovezonda zamba baba yanda rabakorobo solovezovya katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Nimerudisha mateka yote ambaye adui alikuwa ameshikilia. Nimerudisha mateka ya ng'ombe na kondoo. Nimerudisha mateka yote ambaye adui alikuwa ameiba ya wanyama. Nimerudisha hiyo mateka sasa ya familia. Nimerudisha mateka ya watoto. Watoto wako walikuwa wamechukuliwa mateka ambaye adui anawatumikisha huko duniani. Nimetangaza warejeshwe sasa. Nimeamuru watoto wako walikuwa wamechukuliwa mateka na maroho ya uzinzi, wamechukuliwa mateka na maroho ya uasherati na uchawi na uganga. Nimetangaza kwa jina la Yesu Kristo watoto wako wamefunguliwa sasa na wamewekwa huru katika jina la Yesu. Ndoa yako imefunguliwa sasa na kuwekwa huru. Biashara yako imefunguliwa na kuwekwa huru. Huduma yako imefunguliwa na kuwekwa huru. Karama yako na kipawa chako kimefunguliwa na kuwekwa huru katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu, asante kwa sababu ya uaminifu wako na ukuna nguvu zako. Ninalihimidi na kulitukuza jina lako milele yote kwa sababu wewe ni Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu ni wa kwako Bwana, heshima ni ya kwako Bwana, uweza na mamlaka ni za kwako Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni Alfa na ni Omega. Asante kwa sababu wewe ni mwanzo na mwisho. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Asante kwa sababu unashika maagano na rehema. Asante kwa kumfungua na kumweka huru huyu baba, huyu mama, huyu dada, huyu kaka. Asante kwa kumfungua msikilizaji anayenisikiliza mahali popote ulimwenguni, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante hata kwa ajili ya huyu anayenifuatilia na muona anatokea anga za mbali. Mungu, asante kwa sababu umemfungua na kumweka huru sasa, na umemweka huru kweli kweli. Na tangu sasa natangaza vitu vyote vilivyokuwa vimechukuliwa mateka kwenye maisha ya kwake virejeshwe katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia. Tumefika mwisho wa kipindi chetu, na nataka tupate nafasi ya kwenda kuomba kwa ajili ya sadaka ambayo tunataka kuiachilia siku ya leo. Ni muhimu kutoa sadaka yako kwa ajili ya kipindi hichi, na nikwambie tu sadaka yako inaweza kusimama kama agano mbele za Mungu, kwamba kwa kupitia maombi na sadaka uliyoitoa ni agano mbele za Mungu kwamba kila kilichokuwa kimechukuliwa mateka kimerudishwa katika jina la Yesu Kristo. Na kama hauna sadaka, endelea kushare na kusubscribe linki hii na kuisambaza kwa watu wengi. Sambaza kwenye magrupu mbalimbali kadri uwezavyo, ili linki hii iweze kuwafikia watu wengi. Na kwa kufanya uinjilisti huo wa kusambaza linki hii, naamini hiyo ni sadaka kubwa mbele za Mungu, kwa sababu na wewe umemtumikia Mungu kwa kupitia
linki hii kwa kuisambaza kwa watu mbalimbali. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru na kuinua na kukutukuza. Pokea sifa na heshima na utukufu na uweza na shukrani. Saa ya sadaka imefika. Bwana, tunakuja mbele zako kwa sadaka. Tunakutukuza kwa sababu wewe Mungu umewafungua watu na kuwaweka huru sasa. Umewaondoa kwenye roho ya mateka. Mungu ambaye wewe ni Mungu wa mateka. Unaweza kufungua mateka kutoka mahali popote waliponaswa. Baba, nimekushukuru sasa kwa sababu umewafungua, na kupitia sadaka hii kasimame kama agano kati ya wao na wewe Mungu, kwamba wamefunguliwa wao na familia zao na kizazi chao, wameondolewa kwenye roho ya mateka. Hata huyu anaitwa sadaka yake ya kusubscribe link hii na kushare kwa watu mbalimbali. Mungu wetu anapofanya hivyo, Mungu Mwenyezi umbariki, na hiyo ni sadaka mbele zako. Bwana, ipokee hiyo sadaka na uikubali kutoka madhabahu yako mbinguni. Ninakusihi Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo, endelea kumsaidia mtoto wako na mtumishi wako katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Zipokee sadaka hizo zote Mungu, zikubali. Na Bwana Mungu awabarikie na kuwalinda, waangazie nuru za uso wenu na kuwafadhili, wainulie uso wenu na kuwapa amani tangu sasa na hata milele. Ubarikiwe wewe na sadaka yako, ubarikiwe wewe na maombi yote uliyoomba, ubarikiwe wewe na kizazi chako tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Mungu akubariki sana na akutunze. Tutaonana tena kwa wakati mwingine. Usiache kulike, pia usiache kushare, usiache kusubscribe. Fanya hivyo na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante.